Kutoka kaunti ya Kiambu namba 22 tuelekee kaunti nambari 1 ambapo maofisa tabibu nchini wamepinga hatua ya serikali kutaka kusitisha masomo ya matabibu katika kiwango cha shahada, wakisema utaathiri utendakazi na utoaji wa huduma hospitalini. Wakiongea huko Mombasa baada ya kukamilika kwa kongamano la maafisa tabibu nchini, wametaka Wizara ya Afya kutokubali hoja hiyo. Kupitia baraza la chama hicho, maofisa hao wanamtaka Waziri wa Afya Aden Duale kuchapisha majina ya baraza la bodi ya matabibu, wakisema kwa miezi mitano utendakazi wa bodi umeathiri utoaji huduma. We call upon the Cabinet Secretary to move with speed, kindly move with speed. We are running out of patience, and cassette the council so that the council can operate and offer services to clinical officers. Ladies and gentlemen, we have to be very a bit keen on some of the things that are happening in Ministry of Health. If we cannot cassette a council for 5 months, who approves operations of the council? Who approves the plans of the council? There's a claim that we are competing to handle patients, especially between clinical officers and medical officers. But even the MBCHP, the purported medical officer's degree, started in 1964, 40 years after the start of clinical medicine. Even Dr. Amot was treated by clinical medicine, clinical officers. Even Duale himself was treated. Why is it? Degree level unaweza ndafanya masters na pia ufike kwa PhD. Lakini sasa hivi vile tunaongea, the technical work group imetoa ripoti na kuna mipango, na katika ile ripoti huyu director general is the lead person on that, ya kuhakikisha kwamba mafunzo katika degree level yanastopishwa. Sisi hatufurahi hilo jambo kwa sababu ni kuturegesha nyuma. Turejee hapa studioni ambapo